Katika Sahih Bukhari ni riwaya nambari 6611 ambayo nitaiweka katika ukumbi huu inshallah. Kwa hivyo riwaya tumeisoma ya Sahih Bukhari kama ilivyo, riwaya nambari 6611 na mahalu shahidi ni pale aliposema Imam Bukhari kwamba Mtume alisema bitanatun ta'muruhu bil khair wa tahudduhu alayhi wa bitanatun ta'muruhu bishar wa tahuddu alayhi. Wa bitanati ar-rajul ni wale watu wa ndani wa mtu. Naam. Kisha akasema wal ma'sumu man asamahu Allah. Nini maana ya neno al-ma'sumu? Asamahu Allah au man asama Allah. Kwa hivyo anasema kwenye sheria ya hadithi hii, thumma bayyana sallallahu alayhi wa alihi wasallama anna al-mahfudha, huyo ma'suma aliyehifadhiwa min ad-darari bitana, aliyehifadhiwa na madhara ya hao wandani wake wa shari, huwa man nala hifdha Allah wa ismatihi, ni yule aliyepata hifadhi Mwenyezi Mungu na kinga ya Mwenyezi Mungu. Sasa anapokuja shekhe alijidai kwamba yeye ni shekhe akasema kwamba neno ismat au akida ya ismat imeanzishwa na Mashia, wallahi tunamuonea huruma mtu huyu sana na inasikitisha kwa kweli, lakini tutaendelea inshallah kueleza dalili kadhaa kuonyesha kwamba neno isma na neno maasumu na akida ya isma na akida ya umaasumu watu wa kawaida haikuanzishwa na Shia, bali ni akida ya Kiislamu iliyoko katika vitabu vya Kiislamu. Ni akida ambayo imefundishwa na mtukufu Mtume sallallahu alaihi wa sallama, na aliwapa habari hizo masahaba zake, na masahaba zake wakatunukulia sisi riwaya kama hii kuonesha kwamba wabitana ta'muruhu bisharri wa tahuddu alayhi wal ma'sumu man asamahu Allah. Kwa neno maasumu imetajwa katika Sahih Bukhari na Imam Bukhari anathibitisha kwamba neno haya ni ya Mtume yaliyozungumzwa katika wakati ambao Qur'ani inashuka. Kwa hivyo tuiangalie Qur'an al-Karim inazungumza nini juu ya kinga za watu wa kawaida, tukiachana na kinga za mitume ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka wazi. Naam, tuendelee.